Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizo zinatangazwa kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka jeshi la wanamaji la nchi ya Marekani kutoka katika mji wa Okinawa, Japan, na nazungumzia ni tunasema ni 31st Military Expedition Units ya nchi ya Marekani imewasili katika eneo la Mashariki ya Kati. Kuwasili kwake kunaashiria wazi kabisa kwamba lengo la Marekani ni kufungua sehemu iliyojifunga ya nchi ya Iran. Na kuja kwa sehemu hii ya jeshi bado inaashiria wazi ni mpango wa utekelezaji wa kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa na makao makuu ya jeshi la nchi ya Marekani, kwa maana ya Pentagon. Kuna mambo kadhaa ambayo yalikuwa yanajaribu kuwekwa kama ni sehemu ya uwezekano wa operesheni yake ya watu kuingia kwa miguu. Uwezekano wa kwanza ilikuwa ni swala la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz ni mlango bahari ambao unabeba uzito wa namna yake kwa nchi ya Marekani. Japo kiwango cha mafuta ambacho kinapita kwa ajili ya nchi ya Marekani inawezekana ikawa ni 1% ya kile ambacho kinapita katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini mlango bahari wa Hormuz unabeba uzito wa namna yake kwa kuzingatia watu wengi au meli nyingi ambazo zinaingia katika mlango bahari wa Hormuz kuelekea katika nchi za Gulf. Matumizi yake mara nyingi yanahusisha matumizi ya dola, na hili linaendelea kuipa uhai dola kama ni nyenzo muhimu ambayo inatumika katika biashara na hasa biashara za mafuta, ambapo kwa upande mmoja au mwingine kulingana na kampeni ya nchi ya Iran ni kuhakikisha kwamba dola haitumiki katika biashara za mafuta za katika eneo la Gulf, bali pesa ya China yuan ndio inatakiwa itumike. Sasa jambo hili bila shaka ni jambo zito ambalo Marekani inaonekana kwamba inajaribu kufanya kila juhudi ili kuhakikisha kwamba mlango bahari wa Hormuz haubaki katika udhibiti wa nchi ya Iran. Kwa hivyo focus ya kwanza ya jeshi la nchi ya Marekani bila shaka ni kukamata mlango bahari wa Hormuz au kuukomboa mlango bahari wa Hormuz kutoka katika udhibiti wa moja kwa moja wa nchi ya Iran. Lakini hili bila shaka kwa mujibu wa muundo jinsi ulivyo au mazingira ya kijiografia ya eneo la Hormuz au eneo la Iran jinsi lilivyo, na ukihusianisha na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, ni jambo ambalo litakuwa lina uzito mkubwa sana ikiwa focusing itakuwa iko sehemu moja katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Na ndio maana inaonekana kwamba Pentagon katika focusing yao vile vile wamefocus katika sehemu za visiwa, hasa kwanza kisiwa cha Larakia. Kisiwa cha Laraka ni kisiwa ambacho kinapatikana karibia na mlango bahari wa Hormuz, lakini ni kisiwa vile vile ambacho kinapakana karibu na kisiwa kingine kinaitwa kisiwa cha Kashmir ambacho ni kikubwa zaidi, lakini vile vile ni kisiwa ambacho kinakaribiana na sehemu ya mlango katika sehemu ya bandari ya Abbas, ambapo kisiwa cha Laraka maana yake ni kisiwa ambacho kinabeba uzito wa namna yake, kuzingatia kwamba meli zote ambazo zinaingia katika sehemu ya ghuba ya Uajemi, maana yake kishapita katika ile mlango bahari wa Hormuz, ni lazima kiende katika kisiwa cha Laraka, kwa sababu kisiwa cha Laraka maana yake ndio kinatumiwa na nchi ya Iran kwa ajili ya kufanya inspection, kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa meli zote ambazo zinaingia, kuweza kutazama kinachofuatwa ni kitu gani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile inatazama vile vile kama kinachotoka ndi kile ambacho kimekusudiwa kwenda kuchukuliwa kulingana na taarifa walizokuwa nazo, lakini vile vile wanajaribu kuchunguza hata meli imetokea katika nchi gani. Kwa hiyo ina maana ni kisiwa muhimu sana kwa ajili ya uhai wa ile check-up ambayo inafanywa na nchi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo ina maana pamekuwa kuna jicho la namna hiyo la sehemu mapendekezo ya jeshi la Marekani, hasa makao makuu ya jeshi la Marekani kwa maana ya Pentagon, kwamba moja katika plani inabidi kushika kisiwa cha Laraka. Lakini vile vile kuna plani inaonekana inakusudiwa kushika kisiwa cha Kashmir ambacho tumekitaja, ambacho vile vile kinakaribiana na sehemu ya bandari ya Abbas. Kisiwa cha Kashmir ni kisiwa kikubwa kuliko kisiwa cha Laraka, lakini
ni kisiwa ambacho kina sehemu ya milima, kwa hiyo imeruhusu muundo wake kuendana na plani ya nchi ya Iran, hasa katika upande wa jeshi, kwa maana kwamba jeshi la nchi ya Iran limeweza kuwekeza zaidi katika upande wa ardhini, kwa maana chini ya ardhi kama ilivyo kawaida yao, kwa maana kwamba kuna sehemu ya bezi za jeshi, lakini vivile kuna uwekezaji mkubwa wa silaha pamoja na rada ambao zina uwezo wa kusoma katika eneo lote la Ghuba ya Uajemi, lakini vile hata nje ya Ghuba ya Uajemi. Lakini vile inaonekana katika plani ya Pentagon ni wanakusudia kutaka kushika katika kisiwa cha Karg, kisiwa ambacho kinatumika kama ndiyo sehemu kuu ya kuweza kusupply mafuta ya nchi ya Iran, kwa maana kwamba mafuta yanavunwa kutoka ndani ya nchi ya Iran, kwa maana bara, upande wa bara mainland kule, na kisha yale mafuta husafirishwa kupelekwa katika kisiwa cha Karg. Kwa hiyo ina maana Iran wana uwezo wa kufunga mafuta ndani na katika kisiwa cha Karg ya mafuta yasiweze kufika. Lakini moja katika plani ya Pentagon ambayo imekuwa ikizungumzwa ni kukamata vile kisiwa cha Karg. Lakini jambo lingine ambalo inaonekana katika focusing yao ni kukamata pia sehemu ya visiwa kama vya Abu Musa au visiwa kama vya Tanbu. Kuna Lesser Tanbu na Greater Tanbu. Maana yake ni visiwa ambavyo vinakaribiana, lakini vinakaribiana kidogo au zaidi na sehemu kama ya United Arab Emirates, kwa kuzingatia kwamba kabla Waingereza hawajaondoka katika sehemu ya United Arab Emirates, maanake visiwa hivi vilikuwa vinaonekana kama viko sehemu ya United Arab Emirates, lakini baada ya Uingereza kuondoka, maanake Iran walikwenda wakavidhibiti vile visiwa. Kwa hiyo ni sehemu pia katika focus ya Pentagon, na visiwa hivi actually vya Abu Musa na Grits pamoja na Lestambu ni visiwa muhimu, kwa kuzingatia ni visiwa ambavyo vile vile vinakaribiana na sehemu ya South Pole. Sehemu ya South Pole ni sehemu ambayo Iran wanazalisha gesi, maana yake inakaribiana na ile sehemu ambayo Qatar na wenyewe vile vile wanazalisha gesi. Kwa hivyo ni visiwa ambavyo vinasimama kama ni sehemu ya ulinzi wa mwanzo wa sehemu ya uzalishaji wa gesi, au maeneo ambayo na gesi imekuwa ikizalishwa na nchi ya Iran, maeneo ambayo actually yanapakana na sehemu ya nchi ya Qatar. Sasa ukiachilia plani hii au ukiachilia hili ambalo linaonekana kwamba Marekani wamekuja nao la kuleta sehemu ya wanajeshi ambao focusing yao inabaki kuwa ni katika sehemu ya eneo la Ghuba, tunaweza tukaona kwamba game plan ya Marekani hasa kwamba wanawezaje kuingia katika eneo husika, kuna viashiria ambavyo tumeanza kuviona na vinatupa shaka ya moja kwa moja. Jambo la kwanza, katika siku ya leo imefanyika mashambulizi ndani ya mji wa Tehran. Inaonekana kwamba kuna sehemu umeme ulikuwa umekatika kwa kiwango kikubwa, maeneo kama ya Tehran, maeneo kama ya Karaj, kuna sehemu umeme ulikuwa umekatika kwa kiwango kikubwa, na hii inaweza ikatukumbusha katika Marekani walivyojaribu kujikusanya karibia na nchi ya Venezuela wakati anakamatwa Rais Nicolas Maduro. Moja katika event muhimu ilikuwa ni event ya kukata umeme katika eneo la mji mkuu wa Caracas. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba kuna uwezekano mkubwa, moja katika game plan ya nchi ya Marekani, ili waweze kufanikiwa katika misheni yao, inawezekana ikahusisha umeme kukatika. Pamoja na kwamba zoezi hili kiujumla bado tunaliona kwamba linaweza likawa lina ugumu kwa kiwango fulani, na ugumu wake hasa ni kwa sababu ya muundo wa eneo la nchi ya Iran, kwamba eneo la nchi ya Iran ni eneo ambalo limezingirwa na milima. Upande wa kaskazini kuna mlima Elbrus na upande wa magharibi kuna mlima Zagros. Mlima Zagros maana yake unaipa nafasi nchi ya Iran au jeshi la nchi ya Iran kuweza kuona shughuli zote zinazoendelea katika eneo la Ghuba ile ya Uajemi, na hivyo kuingia kwa namna yote ambapo hakutohusisha kuweza kudhibitiwa kwa sehemu za milima kama mlima Zagros, maana yake jambo hili inawezekana likawa ni tatizo kubwa sana kwa wale ambao watakaokuwa wamekusudia kuingia na kudhibiti sehemu ya maeneo ya visiwa vinavyopatikana katika Ghuba ya Uajemi.
Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona katika hiyo mission kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba kile kinachoonyeshwa na nchi ya Marekani kikawa sio picha halisi. Kile kinachoonyeshwa na nchi ya Marekani inawezekana sio picha halisi, kwa maana kwamba matamko mengi ya kuashiria kwamba kuna jeshi la Navy linakuja, kuna department hii inakuja, maana yake inawezekana ikawa lengo lake kubwa ni kujaribu washughulisha wa Irani kwenye jambo lingine na kisha operation ifanyike kupitia upande mwingine. Pamoja na kwamba inaonekana kwamba ni jambo ambalo Irani wenyewe wamekuwa wakilitazama kwa umakini mkubwa, kwa kuzingatia taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na au moja katika maandiko ambayo imepata kuandikwa hivi siku za karibuni na Muhammad Baqir Kalibafu ambaye ni spika wa bunge wa nchi hiyo, kwamba adui zetu wanakusudia tufanye mazungumzo, lakini wamekuwa wakijiandaa kwa ajili ya kufanya uvamizi ndani ya nchi. Na jambo hili inaonekana ndio maana bado linaonyesha kwamba kuna uzito hata huo muundo wa mazungumzo, ukizingatia zile pointi 15 ambazo zilitolewa na nchi ya Marekani kuelekea katika nchi ya Iran. Maanake ni jambo ambalo Wairani wenyewe hawalichukulii katika umakini mkubwa, kwa sababu wanajua dhamira ya nchi ya Marekani sio mazungumzo. Dhamira ya nchi ya Marekani inabaki ni kwenye swala la kuivamia nchi ya Iran na kufanikisha mpango wake ambao wenyewe wamekusudia, aidha wa kwenda kusambaratisha sehemu ya ile uranium ambayo imerutubishwa, lakini vile vile na kuweza kurudisha sehemu ya udhibiti wa sehemu kama ya mlango bahari wa Hormuz, pamoja na malengo mengine ambayo Marekani actually inawezekana wakawa nao wao pamoja na nchi ya Israel. Lakini jambo lingine ambalo vipi tumeliona katika siku ya leo ni mashambulizi ya nchi ya Iran. Ukiachilia mbali mashambulizi haya ambayo yamefanywa na Marekani pamoja na Israel ambayo yamepelekea umeme kukatika, lakini kabla yake manake palikuwa kuna mashambulizi ambayo Iran walishambulia katika sehemu nyingi. Kwanza walishambulia katika sehemu ya United Arab Emirates, katika sehemu ya kiwanda kikubwa cha aluminium kinachojulikana kama Emirates Global Aluminium, ambacho ni kiwanda kinachofanya uzalishaji mkubwa sana wa aluminium. Mashambulizi kufanyika katika eneo hili maana yake inaonekana wazi ni ile sera ya jicho kwa jicho, kwa maana ya kuzingatia kwamba United Arab Emirates ni moja katika mshirika wa karibu wa nchi ya Israel na ni moja katika nchi ambazo zimekuwa zikipata ulinzi wa nchi ya Marekani. Kwa hivyo kutokana na Marekani na Israel kushambulia katika sehemu za viwanda vya chuma katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Iran, inaonekana moja katika malipizo yake ni kushambulia katika sehemu ya Emirates Global Aluminium. Lakini vile vile mashambulizi mengi zaidi yamefanyika katika nchi ya Israel, kiasi ambacho ilipelekea mpaka baadhi ya session katika bunge la Knesset ziweze kustopishwa kwa kuchelea madhara ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na mashambulizi ya nchi ya Iran. Kwa hivyo sehemu zilizoshambuliwa ndani ya nchi ya Israel ni takriban kama sehemu 100, na inaonekana kama coordination ya mashambulizi ilikuwa inatokea katika nchi ya Iran, lakini vile ikatokea katika upande wa kusini mwa Lebanon, kwa maana kutoka katika kundi la Hezbollah. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo tumekuwa tukiyatazama katika muundo wa mashambulizi. Mashambulizi yametawanyika katika sehemu kubwa ya nchi ya Israel, lakini concentration kubwa au msitizo mkubwa unaonekana hasa ulikuwa katika upande wa kusini mwa nchi ya Israel, na hasa katika maeneo ya ile jangwa la Negev, kwa maana maeneo kama ya Beersheba na mfano wake, Ramad na mfano wake. Kupelekwa kwa mashambulizi zaidi katika maeneo ya kusini mwa nchi ya Israel, kwanza ni kwa kuzingatia kwamba ni maeneo ya kistratejia, kwa kuwepo kwa baadhi ya senta muhimu kama ya Dimona ambayo inahusika katika uzalishaji wa nyuklia au urutubishaji wa nyuklia, maana yake ni nuclear center kiujumla. Lakini vile vile ni eneo ambalo kwa hivi sasa kwa sera ya nchi ya Israel inaonekana kwamba maeneo mengi ya kiintelijensia yamekuwa yakisukumwa kuelekea katika upande wa kusini, na ndio maana unaweza kuona licha ya kuwepo kwa senta kama Dimona, lakini vile vile kuna senta muhimu kama ya airbase ya Nevatim Airbase, ile bezi ya anga ambayo ni moja katika bezi inayolindwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba ni bezi ambayo imeunganishwa na bezi ya kule Marekani, bezi kubwa ya kule Marekani ya Nevada, kwa maana kwamba ile base ya Nevatim inasimama kama ni sehemu, kama ni branch ya base ile ya Nevada, au ni sehemu kama ya usaidizi wa base ya Nevada katika eneo la Mashariki ya Kati, na yenyewe vile vile inapatikana katika upande wa kusini, maana yake katika upande wa Negev. Lakini vile vile kuna baadhi ya units za
nchi ya Israel zimekuwa zikisogezwa zaidi katika upande wa kusini. Maanake nazungumzia kwa mfano C4I. C4I manake kirefu chake ni Command Control Communication Computer and Information. Ni moja katika uniti muhimu ndani ya jeshi la IDF ambayo kazi yake kubwa ni kukusanya taarifa, kuweza kuzisambaza taarifa katika department zote za IDF. Manake uniti hii vile vile inaonekana kwa hivi sasa inapatikana katika upande wa kusini mwa nchi ya Israel. Lakini vile vile kuna baadhi ya units nyingine, kwa mfano kama 8200 kwa maana units namba 8200 ambayo huwa inahusika zaidi na baadhi ya cyber operation, zile operation ambazo zinahusisha mambo ya mitandao na mfano wake, kuweza kuhack au kuweza kufuatilia baadhi ya mienendo ya kimawasiliano. Unit kama hii 8200 inaonekana vivyo imepelekwa katika upande wa kusini. Lengo la kusogezwa kwa unit hizi hasa ni kujaribu kukusanya mfumo ule wa nchi ya Israel, zile department zake ziwe mahala pamoja ili kurahisisha sehemu ya utendaji. Na moja katika sehemu ambazo vile vile inazingatiwa ni sehemu ya miundombinu ya nchi ya Israel ambao vile vile inapatikana katika upande wa kusini, ambao inaonekana mashambulizi yamefanyika mengi sana, ni moja katika viwanda vya kemikali ambacho kinajulikana kama Ramat Hova, ambacho kinapatikana pia katika upande huo wa kusini. Inaonekana mashambulizi vile yamefanyika kwa kiwango kikubwa, kuzingatia kwamba ni moja katika viwanda ambavyo vinasaidia katika operation za IDF, kwa maana kwamba kuna baadhi ya vifaa vinavyotakiwa vya kemikali, kuna zile jackets ambazo inaweza ikaruhusu labda watu kufanya operation katika sehemu kama za nuclear site na mfano wake. Manake mara nyingi zinatoka katika sehemu kama hizi. Inaonekana kwamba jicho la nchi ya Iran katika siku ya leo lilifocus sana katika upande wa kusini ambao unasema ni strategic areas, ni maeneo ya kimkakati. Hii ni kuonyesha kwamba Wairani vile vile wana taarifa ya kutosha ya kuhusiana na mabadiliko haya ya nchi ya Israel, na ndio maana inaonekana hata ukiangalia mashambulizi ya Houthi ambayo wameyafanya hivi karibuni, yanaonekana kwamba yana focus zaidi katika upande wa kusini. Kufocus katika upande wa kusini sio kwa sababu tu kwamba kuna bandari ya Eilat ambayo inapatikana katika upande wa Bahari Nyekundu, lakini vile vile ni kwa sababu ya umuhimu wa maeneo ya kusini. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiliona katika mwenendo wa jambo hili ni kuona baadhi ya players wameanza kuingia, baadhi ya wachezaji wengine wameanza kuingia katika mgogoro huu. Kwa mfano tumeona ziara ya Rais Vladimir Zelensky wa nchi ya Ukraine, ambaye alikwenda katika nchi ya Saudi Arabia, lakini vile vile akaenda katika nchi ya Qatar. Lengo kubwa ni kujaribu kuingia katika deal ya kuuza baadhi ya mifumo ambayo inaweza kusaidia kupambana na rada za nchi ya Iran. Na hii inazingatiwa kwa sababu nchi ya Urusi kwa muda mrefu ilikuwa inatumia zile Shahidi drone, zile drone za nchi ya Iran katika kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Ukraine, jambo ambalo bila shaka jeshi la Ukraine lilipata muda mrefu wa kustadi tabia ya zile drone za nchi ya Iran, na hivyo kujaribu kutengeneza baadhi ya mifumo ambayo inaweza kusaidia kupunguza madhara yake. Sasa movement hii ya Rais Vladimir Zelensky katika mgogoro huu vile vile tunaichukua katika uzito wa namna yake, kuzingatia kwamba chochote kitakachopatikana kama sehemu ya mapato kutokana na deals ambazo Rais Vladimir Zelensky ataziingia katika safari yake, maana yake kile kinachopatikana kitakwenda kunufaisha katika sehemu ya mgogoro wake baina yake na nchi ya Urusi. Lakini vile vile kwa kuzingatia kwamba nchi ya Urusi imekuwa ikishtumiwa moja kwa moja kwamba yenyewe ndio imekuwa ikisaidia nchi ya Iran kuwapa zile satellite image, zile picha za satellite na mfano wake, kuwasaidia kuweza kufanya operation. Maana yake ni kwamba kwa tafsiri hiyo panawezekana pakawa kuna msukumo hata kutoka katika nchi ya Marekani kujaribu kuzishawishi nchi za Ghuba au za Gulf zile ziweze kufanya biashara na nchi ya Ukraine, kwa kuzingatia kwamba ujio wa Rais Vladimir Zelensky maana yake inakuwa pia ni kama msaada kwa nchi ya Marekani. Sasa jambo hili maana yake ni kwamba linaashiria wazi kwamba litazidi kuongeza players wengine, kwa sababu kwa movement hii hakuna tunachokitarajia isipokuwa ni kuendelea experience au kushuhudia support ya nchi ya Urusi, pamoja na kwamba muundo wa msaada wa nchi ya Urusi
katika nchi ya Iran, maanake ni muundo wa kimkakati, kwa kuzingatia kwamba silaha za nchi ya Iran, na hasa nazungumzia ballistic missiles, ni silaha ambazo kiasili zilikuwa zikitumia mifumo ya Kimarekani, kwa maana zile GPS, lakini baadaye wakaingia makubaliano na nchi ya China, wakaongeza mfumo mwingine kutokana na makubaliano ya muda mrefu waliokuwa nao na nchi ya China, wakaongeza mfumo wa nchi ya China ambao unajulikana kama Beidou 3. Kwa hivyo baada ya vita ya siku 12 Marekani walivyozima GPS katika nchi ya Iran, maana yake Iran walitambua kwamba hatuwezi kuendelea kutegemea zile GPS za nchi ya Marekani, bali bora kuendelea kutumia hii Beidou 3 ya nchi ya China. Lakini badala yake walichokifanya cha ziada ni kuunganisha vile vile na mifumo ya nchi ya Urusi ambayo inajulikana kama GLONASS. Kwa hiyo silaha ya nchi ya Urusi ya Iran zinapokuwa zinaruka, baada ya kuwa zimeingizwa taarifa chini, zikifika angani, manake huwa zinatumia zaidi mfumo wa nchi ya China kwa maana Beidou 3, lakini vile vile huwa wanatumia mfumo wa GLONASS. Na ikitokea labda Marekani labda imeweza kuingiza kopi ya uongo ya taarifa katika mfumo husika, manake silaha ile yenyewe inakataa taarifa zote, maana inakataa taarifa ya GLONASS, inakataa taarifa ya Beidou 3, na inakataa taarifa ya Marekani ambayo imeingia, na badala yake inatumia zile taarifa ambazo ziliingizwa wakati ile silaha iko chini. Kwa hiyo sasa ushirikiano wa namna hii katika silaha ambazo kwa hivi sasa inaonekana ndio uhai mkubwa wa nchi ya Iran, maana yake ni kwamba hili linairuhusu Urusi, Iran pamoja na China kuendelea kusaidiana zaidi, na ukizingatia kwamba kufeli kwa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati itakuwa ni moja katika nafuu ya nchi ya Urusi pamoja na nchi ya China, kwa kuzingatia kwamba hata katika mgogoro wa nchi ya Ukraine pamoja na nchi ya Marekani na nchi ya Urusi, Marekani imekuwa ikitoa support kubwa katika nchi ya Ukraine. Kwanza ilikuwa ikitoa zile navigation, zile data zile za taarifa za maeneo kwamba ishambuliwa hapa na mfano wake. Lakini vile vile hata baadhi ya silaha ambazo zimekuwa zikitumika ni silaha za Kimarekani au ni silaha ambazo Marekani imeshirikiana na watu wengine kuzitengeneza. Ndio Ukraine imekuwa ikitumia zaidi. Kwa mfano silaha kama ATACMS ni silaha ya Marekani moja kwa moja. Silaha kama Storm Shadow ni silaha ambayo ni mchanganyiko wa nchi ya Ufaransa, nchi ya Uingereza pamoja na nchi ya Marekani. Lakini ili iweze kufanya kazi, maana ile navigation system, ule mfumo ambao unaingiza data kwamba silaha ikashambulia wapi, zile za Storm Shadow, maana ni mfumo unaomilikiwa na nchi ya Marekani. Ina maana Ukraine walikuwa hawawezi kutumia zile Storm Shadow isipokuwa mpaka wapate idhini kutoka katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka kwa hivi sasa hatukuwa tukitarajia, tofauti na kuona kwamba nchi ya Urusi au nchi ya China zitatoa msaada wa namna yote kutoka katika kuelekea katika nchi ya Iran. Sasa kiujumla ni kwamba kuna players ambao wameanza kuingia pia katika upande wa mgogoro moja kwa moja, lakini vile vile katika upande wa diplomasia, manake kuna watu wengine ambao wanashiriki, kwa mfano nchi kama ya Uturuki ambayo siasa yake inaathiriwa na eneo la Mashariki ya Kati, lakini yenyewe inazingatiwa kama iko sehemu ya Ulaya. Imekuwa vile vile ikishiriki kule Pakistan katika sehemu ya mazungumzo, ukiachilia mbali ushiriki wa baadhi ya maafisa wengine kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa kiujumla katika move hizi zote, katika kile tunachokiona ni kwamba jambo la kwanza bado tumekuwa tukiendelea kupata kujaribu kuassess vizuri au kulitazama vizuri jambo la mpango wa nchi ya Marekani kuingia kwa ile kufanya ground offensive, kuingia kufanya mashambulizi ya waingia kwa miguu. Ni jambo ambalo tumekuwa bado tunajaribu kulitazama kwa umakini mkubwa sana, kwa kuzingatia kwamba tahadhari ya nchi ya Iran imekuwa ni kubwa au ilikuwa ni kubwa toka kuanza kwa mgogoro huu. Maana yake toka alivyochaguliwa Ahmed Vavidi kama ndio mkuu wa majeshi, alichagua sehemu tatu muhimu. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya Tabriz inayopatikana kule katika Azerbaijan province upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya Iran, kwamba iwe ndio sehemu ambayo inatazama mipaka ya Iraq, mipaka ya Azerbaijan, lakini vile vile inatazama mpaka sehemu ya Uturuki. Lakini vile vile akachagua sehemu ya Tehran kwa sababu ndio mji mkuu, lakini vile vile unatazama katika sehemu ya mlima Elbrus. Lakini vile vile akachagua sehemu ya Shiraz ambayo kazi yake ni kutazama katika upande wa kusini magharibi mwa nchi ya Iran. Ina maana maeneo kama yale ya Bushehr, yale ni maeneo yote ambayo yako pia katika uangalizi wa juu kutoka katika upande wa sehemu ya Shiraz.
Kwa ina maana ile eneo la magharibi ni eneo ambalo lilikuwa katika matarajio ya nchi ya Iran kwa muda mrefu, na ndio maana inaonekana hata focusing yake katika eneo la magharibi imekuwa ni kubwa ukilinganisha na maeneo mengine kama ya upande wa mashariki au katika upande wa kusini. Kwa hiyo tumekuwa tunajaribu kuangalia mwenendo wa movement ya nchi ya Marekani ili kuweza kuona kwamba njia ambayo wanakusudia kuitumia ndio hii ambayo wamekuwa wakitamka zaidi ya mara moja ya kukusudia kuchukua maeneo ya magharibi, au kuna mpango mwingine, na ukizingatia kwamba kumeanza kutokea mashambulizi yakielekezwa katika sehemu ya vyanzo vya uzalishaji wa umeme. Lakini jambo la pili ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama kutokana na haya yote ambayo yamekuwa yakiendelea ni kutimia kwa mwezi mzima toka mgogoro huu ulipoanza, lakini kuongezeka kwa siku moja, maana mgogoro ulianza toka tarehe 28. Lakini kufikia tarehe 29 tumeona kwamba nchi ya Iran imeongeza sehemu ya mashambulizi yake ambayo hatukuwahi kuexperience sana katika siku za nyuma. Maana yake kushambuliwa kwa sehemu zaidi ya 100, maana yake hili ni jambo kubwa ambalo linaweza kutupa ishara kwamba sasa hivi nchi ya Iran inawezekana ikawa imechukua step ya juu kwa kuzingatia kwamba mwezi umeshapita. Kwa hivyo ina maana labda inakwenda katika phase nyingine. Hilo ni jambo la kwanza, lakini vile vile inaweza ikawa inaashiria kwamba lengo au dhamira ya nchi ya Iran inaashiria kwamba ina uhakika kwamba eneo la Israel kwa hivi sasa ulinzi wake umekuwa mdogo, kwa kuzingatia kwamba zile anti-missile weapons au zile silaha za kupambana na makombora zimepungua kwa kiwango kikubwa, ukiachilia mbali tu kwamba silaha nyingi zitapokuja kwa wakati mmoja, maana yake zinafanya ile system inakuwa saturated, inakuwa inalainika, na hivyo kuruhusu baadhi ya silaha zingine au baadhi ya makombora mengine kuweza kuingia. Lakini tunahisi kwamba inawezekana Iran wakawa wamesense kwamba kwa hivi sasa sehemu ya ulinzi wa nchi ya Israel umepungua kwa kiwango fulani, na ndio maana kuna ziada ya mashambulizi. Lakini jambo la tatu katika hili vile vile linaweza likawa linaashiriwa kwamba kwa hivi sasa kutokana na kundi kama la Houthi kutangaza kuingia katika sehemu ya mgogoro huu, lakini vile vile uwepo wa kundi la Hezbollah, lakini vile vile uwepo wa nchi ya Iran yenyewe, hakuna tunachokitarajia isipokuwa ni kwamba inawezekana tuka experience series ya mashambulizi mengi ya mtindo huu, kwa kuzingatia kwamba wanaoshambulia sio Irani peke yake, bali ni Iran, Hezbollah, vile vile inawezekana vile vile na Houthi wakashiriki katika operation hizo za pamoja. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama, chelea kwamba kuna uwezekano mkubwa kama hali itaendelea hivi ya baadhi ya players wengine vile vile kuanza kuingia kama kina Rais Vladimir Zelensky na mfano wake, tunachelea kwamba tatizo hili au mgogoro huu inawezekana ukatanuka zaidi kwa kadri wahusika wanavyozidi kuongezeka katika tatizo la mgogoro huu. Maana yake ni kwamba tunategemea kwamba inawezekana kuna front nyingine zikafunguliwa katika nchi nyingine kwa sababu tu ya uhasama wa wale ambao wanaingia katika mgogoro huu. Lakini vile vile jambo la mwisho ambalo tumekuwa tukiliona kutokana na mwenendo wa jambo hili, Waziri Mkuu Netanyahu ametangaza leo hii kwamba anakusudia sehemu ya kusini mwa Lebanon kuiongeza kama ni sehemu ya security zone, kwa maana ya kwamba ya kuongeza sehemu ya ulinzi wa upande wa kaskazini mwa nchi ya Israel. Hili linaashiria wazi kwamba kuna uwezekano mkubwa yakaja kutokea mabadiliko ya ramani ya eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na kwamba announcement ya Waziri Mkuu Netanyahu bado haisadifu uhalisia wa kile kinachoendelea katika upande wa kusini mwa Lebanon, kwa sababu mapambano yamekuwa ni makali sana kiasi ambacho kuna baadhi ya sehemu ambazo Israeli wenyewe pia inabidi wanalazimika kuweza kuretreat, kuweza kutoka. Lakini vile vile athari zimekuwa kubwa kiasi ambacho kwa mfano baadhi ya vifaa vingi vya nchi ya Israel kama zile vifaa na mfano wake vimekuwa vikiathirika kwa kiwango kikubwa, ukiachilia mbali uchache wa wanajeshi ambao wanaweza kushiriki katika muendelezo wa hizo operation katika nchi ya Israel, kiasi ambacho mkuu wa majeshi Yat Zamil katika siku za nyuma takriban 1 au 2 nyuma akasisitiza kwamba kuna ulazima wa kubadilisha baadhi ya taratibu ili kuweza kupata wanajeshi wengi zaidi kwa ajili ya kuendelea kumaintain hizo operation, ukizingatia kwamba toka mwaka 2023 nchi ya Israel imekuwa inaendelea kupigana vita
kwa kipindi chote, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine limekuwa likiathiri uwepo wa baadhi ya wanajeshi, na ukizingatia kwamba jeshi la nchi ya Israel limeundwa zaidi na watu ambao ni reservist, watu ambao wako reserve, kwa maana wanapohitajika ndio wanakwenda kushiriki, lakini katika nyakati zingine wanakuwa wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Kwa hiyo kwa matamko kama haya ya Waziri Mkuu Netanyahu yanaweza yakaashiria kwamba katika siku za usoni inawezekana tukaona kuna mabadiliko ya ratiba ya ramani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kwa ujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.